Habari za kisiasa mtazamaji, ni kwamba mwanadada Mange ameunga kauli ya Lema kuhusu Tundu Lissu baada ya kuweka wazi yupo tayari kufia jela kwa ajili ya Watanzania. Karibu sana mtazamaji, tuangazie kauli iliyotolewa na God Bless Lema kuhusu Tundu Lissu. Kauli hii imeibua mjadala mpana katika medani za siasa nchini Tanzania, hasa miongoni mwa wanachama na wafuasi wa vyama vya upinzani. Katika maelezo yake, Lema amesisitiza kuwa Lissu si mtu wa kawaida kama ambavyo baadhi ya watu wanavyoweza kumchukulia, bali ni kiongozi mwenye msimamo thabiti, jasiri na aliye tayari kujitolea kwa hali yoyote ili kutetea kile anachokiamini. Kwa mujibu wa Lema, Lissu ameonyesha utayari mkubwa wa kukabiliana na changamoto, ikiwemo hata kufungwa jela kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa. Kauli yake ya kwamba yuko tayari kufia jela inaashiria kiwango kikubwa sana cha kujitolea kwa ajili ya harakati za kisiasa, hasa katika kipindi hiki cha kupigania haki, demokrasia na utawala bora nchini. Lema alieleza kuwa Lissu mwenyewe amewahi kusema kuwa hana hofu ya kifungo, na hata akilinganishwa na historia ya viongozi mashuhuri kama Nelson Mandela, bado anaamini hajafikia kiwango hicho, akiaminisha kuwa yuko tayari kuvumilia zaidi ikiwa itahitajika. Kauli hii imechukuliwa na baadhi ya wachambuzi wa siasa kama ishara ya ujasiri na uthubutu wa viongozi wa upinzani, huku wengine wakiona ni mbinu ya kuhamasisha wafuasi wao kuendelea kushikamana katika kipindi ambacho siasa za ushindani zinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa upande wao, kauli hiyo kwao ni chanzo cha motisha, ikiwa inahamasisha kuendelea kupigania wanachokiita haki na mabadiliko ya kweli ya kisiasa. Lakini aidha, kauli ya Lema imeibua hisia tofauti kwa wananchi kwa ujumla. Wako ambao wanamuona Lissu kama shujaa wa kisiasa ambaye anapambana kwa ajili ya maslahi ya wengi, huku wengine wakihofia kuwa msimamo mkali kama huo unaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini. Inaonyesha jinsi siasa za Tanzania zinavyoendelea kubadilika, huku viongozi wakionyesha mitazamo tofauti kuhusu namna bora ya kufikia maendeleo na ustawi wa taifa. Kwa upande mwingine, rejea ya Nelson Mandela katika kauli hiyo ina uzito mkubwa kihistoria, kwani Mandela ni kukumbusha kwamba alitumia miaka 27 gerezani kutokana na harakati zake dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika ya Kusini. Kumtaja Mandela ni njia kuonyesha kuwa mapambano ya kisiasa mara nyingi huhitaji uvumilivu, kujitoa, na wakati mwingine gharama kubwa binafsi zinahitajika. Baada ya kauli hiyo ya Lema kuhusu Tundu Lissu, Mange ameunga mkono kwa kusema kuwa huu ndo wakati wa Watanzania kuungana pamoja, kama Lissu yupo tayari kufia jela kwa ajili yao, kwa nini wao wasiungane kumsaidia na kutetea haki za taifa kwa ujumla. Wako wadau pia ambao wamemkosoa Mange na genge lake la wanachadema wanaotumia nguvu kushika madaraka, na kwa mujibu wa wadau wamedai kuwa hata iweje hawataweza kushika madaraka. Kwa ujumla, kauli ya Lema inalenga kuonyesha dhamira ya dhati ya Lissu katika siasa za Tanzania, pamoja na kuhamasisha wafuasi wake kutokata tamaa, na inaakisi hali halisi ya ushindani wa kisiasa na changamoto zake, huku ikisisitiza umuhimu wa imani, mshikamano na uthabiti katika kufanikisha malengo ya kisiasa. Uwe na wakati mwema mtazamaji wa Biomedia, mpaka wakati mwingine katika kuangalia taarifa mbalimbali. Bye bye.